Ikiwa ni takribani mwezi na siku kadhaa zimepita baada ya maji ya Ziwa Rukwa kuvamia makazi na kusababisha athari ikiwemo watu kukosa makazi na kupoteza mazao ya chakula, jambo ambalo limepelekea wananchi hao akiwemo diwani wa kata Ivuna Eric Mkamba kutoa ombi la kupewa eneo la makazi mbele ya mkuu wa mkoa wa Songwe Jabir Makame wakati wa mwendelezo wa ziara yake ya serikali nyumbani kwako inayolenga kusikiliza na kutatua changamoto zinazowakabili wananchi. Sisi katika bonde letu tumeishiwa na maji, yametufuata vizuri sana, na sasa hivi tumekuwa ni wakiwa, tulikuwa na maeka mengi. Hata diwani mstaafu ameshuhudia huyo, pamoja na huyo mzee wetu ameshuhudia. Leo tutatengwa, tutapelekwa wapi wakati ziwa limesha tukanyanga pibaki hewani tu? Jamani, naomba mtusaidie na maenu, mtupe msaada, kumpa nguvu diwani atupeleke sehemu ambayo tutakapokaa nyinyi. Sisi hapa hatuna makazi ya kukaa, sisi hayapo ninavyosemea hivi. Wapo ambao mpaka leo hawana pa kwenda, hawana pa kulima, na ni changamoto pale. Viboko mamba wamekuwa wakitoka wakikamata mbwa kando kando zinazozurura kwenye yale maeneo, na mafuriko yakitokea pale Moravian pana shida. Wakazi hawa, kwa sababu kuna eneo pale, tuombe pamoja na hali ya hewa iliyotangazwa na TMA, na naona serikali imeshaanza kujitahidi katika kuweka taratibu za tuombe. Wanasema ili kujenga ukuta, ili kuziba ufa kuliko kujenga ukuta. Tungewaisha wakazi kwa kuwatafutia eneo kabla hawajamalizwa na Ziwa Rukwa, angalau tuwapeleke kwenye eneo ambalo lipo pale politengevu. Akikiri kuwepo kwa changamoto ya maji kuvamia maeneo ya wananchi, huku akitolea ufafanuzi wa hatua ambazo wilaya ilizichukua, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Momba Fabian Manoza amesema mpaka sasa wanasubiri mapendekezo yao kupitia vikao vya kijiji. Ziwa lile limeshaingia kijijini na ni maeneo makubwa. Mwaka juzi tulikwenda kufuta shule moja kule Mchangani. Shule ile ilijengwa, lakini kwa bahati mbaya maji yamemeza. Mwaka jana tumefuta shule nyingine hapo hapo kwenye kijiji cha Samang'ombe, shule inaitwa Mangula. Kwa sasa hivi maji yameshavamia maeneo ya wananchi, na wananchi wale kweli hawana maeneo mengine ya kukaa. Kwa hiyo tulikaa kikao na wananchi na mheshimiwa mkuu wa wilaya alikuwepo. Tulisema jambo hili walianze hao wenyewe kuliibua kwenye mikutano yao ya vijiji, watuletee mikutasari, waweke mapendekezo ya eneo gani ambalo wanadhani tunaweza tukawahamishia. Kwa hiyo mikutasari bado haijafika mheshimiwa mkuu wa mkoa, lakini tayari tumeshawaambia, na kama eneo ni hilo la hifadhi ya shamba la Moravian, wanaona ndio eneo linalofaa, basi watuletee ili wataalamu waweze kulichakata. Kama kisheria inaruhusu mheshimiwa mkuu wa mkoa, waruhusiwe wahamia hapa. Kulingana na muktadha huo, mkuu wa mkoa wa Songwe Jabir Makame ameiagiza mamlaka ya upangaji kuhakikisha wanalifanyia kazi kwa haraka swala hilo la kutafuta eneo la kuhamishia wananchi hao. Niagize mamlaka ya upangaji. Kuna vijiji vinne ambavyo miongoni mwa vijiji hivyo mnakusanya mapato. Si unakusanya mapato kwenye vile vijiji? Wako hatarini kutokana na Ziwa Rukwa kufanya nini? Kusogea. Kwa hiyo kuanzia leo lifanyeni kazi kwa haraka, mujue wapi ambako wale wananchi ndani ya maeneo yenu wanaweza kufanya nini? Kuhamishiwa. Ziwa letu wanasema kwamba lina matope mengi sana, si ndio? Na matope kila mwaka linazidi kuongezeka kutokana na maji sijui na nini ambayo yanakwenda. Lakini na mambo mengine haya ni athari za mabadiliko ya tabia nchi ambayo yanatokana na uharibifu wa mazingira. Mvua zinanyesha, maporomoko yanatokea kwa kiwango kikubwa, tope linakwenda kujaza kwenye nini? Kwenye ziwa. Tope likijaa kwenye ziwa, manake kina kinafanya nini? Kinazidi kupungua. Leo hii tutahamisha, lakini baada ya miaka 20 tutaambiwa tena tuhamishe. Mwisho wa siku hata halmashauri yote sasa itamezwa na nini? Na maji. Umeelewana sijui? Kwa jambo hili tunaliacha kwa halmashauri waweze kulishughulikia, watatupatia taarifa. Aida Matthew, Clouds, Songwe.